Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikie neno la Mungu na tafakari ya Jumapili ya tatu ya mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya leo yanatafakarisha namna tunavyoitwa ili kuendeleza utume wa Kristo. Hivyo leo tuombe neema ya kuitikia wito na kuendeleza utume wa Kristo kama wafuasi wake wa kwanza. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 4. Hapo kwanza Bwana aliingia nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahiavyo wagawanyapo nyara. Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake yeye aliyemwonea, kama katika siku ya Midiani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 1 aya ya 10 hadi ya 13 na aya ya 17. Ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema, mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la Injili natoka katika Injili ya Mathayo. Tusikilize somo la Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura ya 4 aya ya 12 hadi ya 23. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohane amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti akaja kakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohane nduguye, ambao walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita. Mara wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao
na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu wapendwa, kutoka katika somo la kwanza, nabii Isaya anatabiri ujumbe wa matumaini kwa makabila ya Zabuloni na Naftali ambayo yaliishi sehemu ya kaskazini ya Palestina ambayo kwa sasa ni Galilaya. Makabila haya yalinyanyaswa na Waashuru, hivyo wakajificha kwenye mapango. Hivyo maisha yao yalikuwa gizani, walikuwa hawana furaha na amani kutokana na manyanyaso hayo. Ndipo nabii Isaya anajitokeza na kuwatabiria ukombozi. Ndugu wapendwa, somo la Injili linaelezea mambo makubwa mawili: utume wa Yesu na kuchaguliwa kwa mitume wa Yesu ili kuendeleza kazi zake. Yesu alianzia utume wake Kapernaum, Galilaya, sehemu iliyosahaulika na kudharaulika. Na wakati anaanza utume wake, aliwachagua mitume wake wa kwanza ambao walikuwa ni wavuvi: Simoni, Andrea, Yakobo na Yohane. Nao wakaacha nyavu zao, mitumbwi yao na wazazi wao, wakamfuata Kristo ili wakae naye na wajifunze kutoka kwake na baadaye waendeleze utume wa Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la pili, Paulo anaandikia barua wa Korinto. Ni baada ya kupata taarifa kwamba kuna makundi na mgawanyiko uliosababishwa na wahubiri. Wakati huo Korinto kulikuwa na makundi manne. Kundi la kwanza lilikuwa ni la watu wa mataifa ambalo Paulo alilihubiria Injili. Kundi lingine lilimfuata Apolo ambaye alikuwa Myahudi, alifahamu vizuri maandiko matakatifu na alikuwa mzungumzaji stadi mwenye mbinu na mifano. Kundi lingine lilimfuata Kefa, Petro, alikuwa mfuasi wa Kristo na kiongozi kwenye kanisa la Yerusalemu. Kuna uwezekano mkubwa kwamba wafuasi wake walikuwa Wayahudi ambao walisisitiza kufuata sheria za Kiyahudi. Mwishowe palikuwa na kundi ambalo walijihesabia haki, walijidai kumfuata Kristo. Labda kundi hili walijiona kama Wakristo wa kweli, wakijitofautisha na makundi mengine ambao walikuwa nyuma ya viongozi wa kibinadamu. Kutokana na mgawanyiko huo, Paulo anaandika barua ili kuwaeleza ukweli na kuwaunganisha pamoja. Paulo haungi mkono kundi lolote, ila anatoa mafundisho yanayowaunganisha pamoja, kwamba wao wote ni mali ya Kristo. Yesu hagawanyiki. Sote tumebatizwa ubatizo mmoja. Hivyo hakuna haja ya kujiona bora zaidi kuliko mwingine. Hakuna haja ya kujiona wewe ni mwana mpendwa zaidi wa Mungu kuliko mtu wa dhehebu lingine. Hakuna haja ya kujiona bora zaidi kuliko mtu wa chama kingine cha kitume. Hakuna haja ya kujiona bora zaidi kuliko mtu anayeimba kwaya nyingine. Hakuna haja ya kujiona bora zaidi kuliko wengine kwa sababu ya kazi na vipaji vyako ulivyonavyo, kwa sababu wote tu mali ya Kristo. Ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tutafakari mafundisho kutoka kwa wahusika wanne. Mhusika wa kwanza nabii Isaya, mhusika wa pili ni Yesu Kristo mwenyewe, na mhusika wa tatu ni wafuasi wa kwanza wa Yesu, na mhusika wa nne ni Paulo. Ndugu wapendwa, mhusika wa kwanza tunayeanza kumtafakari ni nabii Isaya. Nabii Isaya anawakilisha manabii wote ambao walifanya utume kabla ya Kristo. Katika somo la kwanza, nabii Isaya anatoa ujumbe wa matumaini kwa Waisraeli ambao walikuwa wananyanyaswa na kuonewa na Waashuru, ambao walienda kujificha kwenye mapango na kuishi gizani. Changamoto ziliwafanya waende kuishi gizani kwenye mapango. Nabii Isaya anawatoa gizani kwa kuwapelekea ujumbe wa matumaini. Ndugu wapendwa, nasi nyakati fulani changamoto tunazozipitia katika maisha yetu huenda zimetutoa kwenye mwanga na kutupeleka gizani. Changamoto zetu zimepelekea tuishi maisha ya giza, kwenda kutatua changamoto zetu kwa nguvu za giza, kwa waganga wa kienyeji. Changamoto zetu huenda zimepelekea tumsahau Mungu. Changamoto zetu huenda zimepelekea tushindwe kusali. Ndugu wapendwa, tunapaswa kumwiga nabii Isaya, kuwatoa watu gizani kwa kuwafundisha na kuwapa matumaini watu wanaoishi gizani. Kwa kupitia sakramenti ya ubatizo, Mungu anatuita kuwatoa watu wengine gizani. Ndugu wapendwa, mhusika wa pili tunayemtafakari ni Yesu Kristo mwenyewe. Katika kumtafakari Yesu, tunatafakari mambo matatu: kuchagua mitume wa kwanza, utume wake, na sehemu aliyoanzia utume. Ndugu wapendwa, jambo la kwanza tunaloanza kulitafakari kumhusu Bwana wetu Yesu Kristo ni namna ambavyo alichagua mitume wake ili akae nao wajifunze kutoka kwake
namna ya kufanya utume, namna ya kuwahudumia watu kwa upendo mkubwa, namna ya kuwafundisha na kuwahubiria watu, namna ya kuwatakasa na kuwaponya. Yesu alitaka baada ya yeye kumaliza utume wake hapa duniani, hao mitume waendeleze utume wake. Ndugu wapendwa, nasi katika majukumu yetu mema tulionayo, tuwatafute watu wa kuwarifisha ili utume mwema uendelee daima. Ndugu wapendwa, jambo la pili tunalotafakari katika somo la Injili ni utume wa Yesu. Tumesikia utume mkubwa wa Yesu ulikuwa ni kuhubiri, kufundisha, kutakasa na kuponya. Katika kuhubiri, Yesu alisisitiza kutubu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa Mungu maana yake ni uwepo wa Mungu kati yetu, katika mioyo yetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu. Mungu anapokuwa kati yetu ni lazima kujitakasa kwa kutubu dhambi zetu. Mungu anapotukaribia na kuja kukaa kwetu ni lazima kujitakasa kwa kutubu. Ndugu wapendwa, Yesu aliwaita wafuasi wake wa kwanza ili kuendeleza utume wake wa kuwafundisha watu kuhubiri, kutakasa na kuponya. Nasi tunaitwa ili kuendeleza utume wa Kristo. Na katika kuhubiri kwetu tusisitize watu wamrudie Mungu kwa kufanya toba ya kweli na kuungama. Ndugu wapendwa, jambo la tatu tunalotafakari ni sehemu aliyoanzia utume Yesu. Yesu alianzia utume wake Kapernaumu, Galilaya. Galilaya ni sehemu iliyosahaulika na kudharaulika. Kabla ya kuja kwa Yesu, Galilaya ilitajwa kwa nadra sana. Galilaya waliishi Wayahudi na watu wa mataifa. Hivyo Yesu alienda kuanzia utume wake Galilaya, sehemu iliyosahaulika na kudharaulika. Kapernaumu ilikuwa ni kitovu cha utume wa Yesu. Kapernaumu ilikuja kuwa sehemu maarufu kwa sababu Yesu alifanya kuwa kitovu cha utume wake. Ndugu wapendwa, na hapa ndipo unapotimia utabiri wa nabii Isaya tuliosikia katika somo la kwanza, kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 ya kwanza. Hapo kwanza Bwana aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Hivyo Yesu aliwachagua mitume akae nao wajifunze kwenda kufanya utume kwa watu waliosahaulika na kudharaulika katika jamii, sehemu zilizosahaulika na kudharaulika katika jamii. Ndugu wapendwa, nasi kwa njia ya ubatizo Yesu anatuita tuende tukafanye utume kwa watu waliosahaulika, wagonjwa waliosahaulika, yatima waliosahaulika, wajane waliosahaulika, wafungwa waliosahaulika, wazee waliosahaulika. Yesu anatuita tukafanye utume katika sehemu zilizosahaulika na kudharaulika katika jamii. Ndugu wapendwa, kipaumbele chetu katika utume iwe ni kwa watu waliosahaulika. Kipaumbele chetu katika utume iwe ni sehemu zilizodharaulika na kusahaulika katika jamii. Kipaumbele chetu iwe ni kwa makabila yanayodharaulika na kusahaulika katika jamii. Kipaumbele chetu cha utume iwe ni katika nchi zilizosahaulika na kudharaulika. Kipaumbele chetu cha utume iwe ni kwa wapagani. Kipaumbele chetu cha utume iwe ni sehemu ambazo watu hawataki kwenda kufanya utume. Na katika kufanya huo utume, Yesu hakutulia sehemu moja, bali alizunguka katika miji na vijiji vilivyosahaulika. Nasi katika kuendeleza utume wa Kristo, tusitulie sehemu moja, tuzunguke katika miji na vijiji vilivyodharaulika na kusahaulika. Ndugu wapendwa, wahusika watatu tunawatafakari ni mitume wa kwanza wa Kristo. Katika somo la Injili tumesikia Yesu anawaita wafuasi wake wa kwanza ambao walikuwa ni wavuvi na wapo katika majukumu yao ya kuvua samaki. Lakini walipoitwa na Yesu waliacha vyote wakamfuata Kristo. Yesu akawafanya wawe wavuvi wa watu. Ndugu wapendwa, kutoka kwa hao wafuasi wa kwanza wa Yesu tunayo mambo manne ya kujifunza. Kwanza kabisa ni utayari wao, kwani Yesu aliwaita wakiwa katika majukumu yao, nao wakaacha nyavu zao, mitumbwi yao, wakaacha wazazi wao, ndugu zao. Haikuwa jambo rahisi kuacha kazi ambayo ilikuwa inawaingizia kipato na kwenda kuishi maisha ya kutangatanga yasiyo na kipato chochote. Haikuwa kazi rahisi kuacha wazazi wao na ndugu zao. Haikuwa kazi rahisi kuacha nyavu zao na mitumbwi yao. Hawa wafuasi wa kwanza wa Yesu walimwona Yesu ni wa thamani kubwa kuliko kitu kingine chochote, kuliko kazi zao, kuliko mitumbwi yao, kuliko nyavu zao, kuliko ndugu zao. Ndugu wapendwa, nasi Yesu anatuita
tukiwa katika kazi zetu na majukumu yetu ili tukamtumikie. Je, tunaona Yesu ni wa thamani kubwa zaidi kuliko kitu kingine chochote? Siku za Jumamosi, je, upo tayari kuacha kazi zako na shughuli zako ili uende kwenye jumuiya ndogo ndogo? Siku za Jumapili, je, upo tayari kuacha biashara zako, kazi zako ili kwenda kanisani kumwabudu Mungu? Kutokwenda kwenye jumuiya ndogo ndogo na kutokwenda kanisani kwa sababu ya kazi na biashara zako, huko ni kuona kazi zako na biashara zako ni bora zaidi kuliko Mungu. Wafuasi wa kwanza wa Yesu waliacha vyote kwa maisha yao yote na wakajitoa kwa ajili ya kuendeleza utume wa Kristo. Pili, wafuasi wa kwanza wa Kristo walitoa sadaka ya muda wao kwa ajili ya Mungu na watu waliowahudumia. Sisi tunashindwa kuacha shughuli zetu, biashara zetu, kazi zetu kwa muda mfupi tu. Huko ni kushindwa kuitikia wito wa kufanya utume wa Kristo. Yesu anatuita tutoe sadaka ya muda wetu kidogo tu kwa siku kwa ajili ya kumtumikia Mungu na watu wengine, kama kuwasikiliza wengine na kuwatembelea wahitaji. Kwenye parokia zetu kila siku kuna misa asubuhi, misa ya nusu saa tu. Yesu anatuita tutoe muda wetu wa nusu saa tu tukamwabudu, lakini si wote ambao wapo tayari kutoa muda wao. Yesu anatuita tutoe sadaka ya muda wetu kila siku Alhamisi kwa ajili ya kumwabudu, lakini si wote wapo tayari kutoa sadaka ya muda huo. Muda wote tupo bize na majukumu yetu. Hatupo tayari kuacha biashara zetu, kazi zetu. Wafuasi wa kwanza wa Yesu walikuwa tayari kuacha vyote na kumfuata Kristo. Tatu, wafuasi wa kwanza wa Yesu walikuwa ni wachapa kazi. Yesu aliwaita watu waliokuwa wanajishughulisha na kazi. Hii ni ishara kwamba Mungu anataka tufanye kazi, tusikae bila kazi. Simoni, Andrea, Yakobo na Yohane walijiajiri katika shughuli za uvuvi. Nasi tusijibweteke kukaa bila kazi, kusubiri ajira. Tujiajiri wenyewe kwa kufanya shughuli mbalimbali. Mungu apende watu wavivu. Mungu anawapenda wachapa kazi na wanawatumia hao. Mungu aliwaita akina Simoni, Andrea, Yakobo na Yohane kwa sababu walikuwa ni wachapa kazi, walikuwa ni wavuvi. Na kweli mitume walichapa kazi. Hawakutulia sehemu moja. Kama Yesu alivyozunguka katika miji na vijiji, nao walizunguka katika miji na vijiji ili kuendeleza utume wa Kristo. 4. Uvumilivu wao. Yesu aliwachagua kwa sababu ya uvumilivu wao. Katika kuvua samaki kuna changamoto nyingi, kuna mawimbi, kuna kukosa samaki, lakini wavuvi ni wavumilivu. Hawakati tamaa pamoja na hizo changamoto. Hivyo Yesu alijua hawa wavuvi watavumilia katika utume. Watakutana na magumu na changamoto katika kuvua roho za watu, lakini watavumilia. Na kweli mitume walikutana na magumu mengi, ikiwa ni pamoja na kukataliwa, kusingiziwa, kufungwa gerezani na kuuawa. Hivyo daima na sisi tunapaswa katika kuendeleza utume wa Kristo, tutakutana na magumu. Daima tunapaswa kuvumilia na kutokata tamaa kama wavuvi. Ndugu wapendwa, mhusika wa 4 tunayemtafakari ni Paulo. Ndugu wapendwa, katika somo la pili tumesikia namna Paulo alivyojitahidi kuwaunganisha Wakorinto ambao walikuwa wamegawanyika katika makundi manne. Wapo waliomfuata Paulo na kujiona bora zaidi kuliko makundi mengine. Wapo waliomfuata Kefa na kujiona wao ni bora zaidi kuliko makundi mengine. Wapo waliomfuata Apolo na kujiona wao ni bora zaidi kuliko makundi mengine. Na wapo waliojiona wao ni mali ya Kristo na kujiona bora zaidi kuliko makundi mengine. Ndugu wapendwa, mgawanyiko huu upo katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika vyama vya kitume ndani ya kanisa, katika mashirika mbalimbali ndani ya kanisa, katika kwaya mbalimbali ndani ya kanisa, katika madhehebu mbalimbali. Wapo watu wanaojiona bora zaidi kuliko wengine kwa sababu yupo katika chama fulani cha kitume, au kwa sababu anaimba kwaya fulani, au kwa sababu ya kipaji fulani. Hivyo anajiona bora zaidi kuliko wengine. Ndani ya kanisa, mapadri tumewagawa Wakristo katika makundi. Wengine ni waparoko, wengine ni waparoko msaidizi. Kupendelea kulihudumia kundi fulani na lingine kulibagua, huko ni kuwabagua Wakristo katika makundi. Paulo leo anatuuliza, je, hatujabatizwa ubatizo mmoja? Je, Kristo amegawanyika? Kama tumewagawa Wakristo tunaowahudumia katika makundi, tutambue kuwa huo sio utume wa Kristo, bali ni utume wetu binafsi kwa ajili ya kujitafutia umaarufu. Na sisi waumini tusiwagawe mapadre katika makundi.
Waajiri huenda tumewagawa waajiriwa wetu katika makundi na wengine kuwaona bora zaidi kuliko wengine, na hii inapelekea baadhi ya waajiriwa kujiona bora zaidi kuliko wengine na kuwadharau wengine. Kumbe chanzo ni waajiri, hasa tunapopendelea baadhi ya waajiriwa na kuwasikiliza zaidi kuliko wengine. Ndugu wapendwa, tutambue kuwa tumeitwa ili kuendeleza utume wa Kristo. Yesu alituunganisha sisi sote pamoja. Hivyo kazi yetu sio kuwagawa watu katika makundi, bali ni kuwaunganisha wote katika Kristo. Kwani tulibatizwa ubatizo mmoja na Yesu hajagawanyika. Hivyo wajibu mkubwa wa mfuasi wa Kristo ni kuwaunganisha watu pamoja katika Kristo kama Paulo, na sio kuwagawa. Kuanzisha dhehebu kwa sababu ya ubinafsi, huko ni kuwagawa Kristo badala ya kuwaunganisha pamoja. Hivyo ndugu zangu, tuombe neema ya kuitikia wito wa Kristo na kuendeleza utume wake kwa utayari, uvumilivu na upendo mkubwa, pasipo kuwagawa watu tunaowahudumia katika makundi. Itukuzwe damu ya Kristo milele, amina. Aliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone